Mimi naitwa Elius Kamwangire McBenvix. Marafiki zangu wananiita McBenvix na ni mtaalamu wa masoko ya kidijitali, ni digital marketer. Lakini pia natengeneza mifumo na kuwasaidia wafanya biashara kutangaza biashara zao kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia na wasaidia kutengeneza mifumo za kupata wateja kwenye mitandao. Hilo ni swali ambalo nahisi kila kijana inabidi ajiulize kwa sasa hivi, kwa sababu biashara mtandaoni ni biashara ambayo mtu yote anaweza akafanya kupitia simu au kupitia chombo chochote ambacho kina mtandao, kina internet. Kwa hiyo kama hizi biashara ni biashara ambazo zimeanza muda mrefu kidogo. Lakini ni basi tu sisi tumeanza kupokea na kuzikumbatia sasa hivi. Lakini ni muhimu sana kila mmoja afahamu kwamba unaweza ukafanya biashara bila kukutana na mteja moja kwa moja. Ina maana kama mimi na wewe tunaweza kufanya uamuzi wa kuuziana bidhaa au huduma alafu bila kukutana, labda nimekuzia kama ni bidhaa physical au ni huduma, nimekusaidia, nimekupa huduma, lakini hatujakutana. Kila mtu yuko nyumbani au kila mtu yuko kwake, lakini umepata bidhaa yako, umepata huduma yako, na mawasiliano na biashara yote imefanyika kwenye mitandao, kwenye simu, kupitia WhatsApp, kupitia Instagram, kupitia Facebook, kwa namna yoyote ile nje kabisa na kukutana. Hiyo ndo biashara ya online. Imefanya online na maana. Okay, so kwanza tuelewe, naomba nieleweshe kwanza nature ya biashara. Kwa kawaida, kwa zamani mtu akiwa anataka kuanzisha biashara, alikuwa anatafuta wataalamu tofauti ili aweze kujenga biashara yake. Anatafuta wataalamu wa masoko, anatafuta wataalamu wa mauzo, anatafuta watu wa technical, watu wa kufanya product development, yani watu wa kutengeneza hiyo bidhaa ambayo soko linataka. Sasa kwa sasa hivi, kutokana na mitandao ya kijamii, mtu yote anaweza kaanzisha biashara as long as ana kitu cha kuuza. Lakini sasa hizo shughuli zote za wataalamu tofauti, labda mtaalamu wa masoko, mtaalamu wa mauzo, wataalamu wa vitu technical, wewe kama mfanyabiashara au kama mjasiriamali au kama kijana unataka kuanzisha biashara, inabidi ufahamu kwamba hizo shughuli bado zipo na inabidi uzifanye wewe mwenyewe. Kwa hiyo sasa, kwa maana hiyo, vitu unavyohitaji uko navyo tayari, ni basi tu unabidi ujifunze jinsi ya kufanya vile vitu technical ambavyo kwa kawaida unabidi uvifahamu. Sasa mitandao ya kijamii kwa kweli sometimes waga namshukuru Mungu kwamba ipo, kwa sababu ni sehemu ambayo inakupa kila kitu unachotaka. Yani kila kitu uko nacho na umepewa. Mitandao ya kijamii ni sehemu ambayo unaweza kufanya kile unachoweza kupata wateja au kupata mtu anayeweza kuwa interested na kile kitu unachokiuza. Sasa kwa hiyo jambo la kwanza, unahitaji kuwa na hicho kitu unachotaka kukiuza, kama ni bidhaa au kama ni huduma. Kwa hiyo ni muhimu sana. Ni vigumu sana kuja kwenye mitandao ya kijamii afu ukatengeneza kama ni pesa au kama ni kupata mtu akupatie pesa bila yeye kupata kitu chochote kutoka kwako, kama ni bidhaa au huduma. Kitu cha pili ni kuelewa wateja. Sasa kwenye mitandao ya kijamii, watu wengi waga wanahisi kwamba mitandao ya kijamii ni sehemu ambapo kila mtu ni mteja, kitu ambacho sio kweli. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye mitandao ya kijamii ukatengeneza video ikaona na watu 1000, watu 100,000, watu 1,000,000, lakini ukakuta hakuna mteja hata mmoja kati ya hao watu. Ni kwa sababu hiyo video au hilo tangazo au chochote hicho ulichokitengeneza hakijaongea na huyo mteja ambaye ulitaka aelewe hiyo shida yake, aelewe kwamba wewe hicho kitu ulichokitaka, kama ni bidhaa, kama ni huduma, umemletea yeye kumtatulia changamoto zake. Kwa hiyo ni lazima umuelewe huyu mteja wako na uelewe, okay, huyu mteja ana changamoto gani, anahitaji nini, naweza nikamsaidia vipi, kwa namna ipi naweza nikamsaidia. Kwa hiyo lazima umuelewe mteja wako. Yani mimi nimefanya kazi na wafanyabiashara wengi, unakuta amefanya biashara kwa miaka 5, miaka 6, lakini kwenye mitandao ya kijamii hajapata wateja. Kila siku labda analipia matangazo ya kulipia, analipia kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii inakuruhusu kulipia ili tangazo lako au video au picha ambayo umeipost, labda umeiweka kama tangazo. Mitandao ya kijamii inakuruhusu kulipia ili hilo tangazo au hiyo video yako ionwe na watu wengine, yani ambao wanawezekana kuwa wateja wako. Kwa hiyo hatua ya kwanza lazima wajue wateja wako. Hatua ya pili ni lazima hilo tangazo liweze kuwa linazungumza na hawa watu. Sasa huyu mteja wangu ambaye niliwahi kukutana naye mara moja, anasema ametumia mitandao ya kijamii muda mrefu, lakini alikuwa hapati wateja japokuwa alikuwa analipia sana matangazo. Kwa hiyo alikuwa ameweka pesa nyingi kwenye matangazo ya kulipia. Sasa shida yake kubwa haikuwa kwenye kitu anachokiuza, na watu wengi wanahisi kwamba kitu unachokiuza mtandaoni ndio kinachokusababisha utengeneze pesa, lakini hiyo sio kweli. Issue ni kwamba umeonesha uhusiano uliopo kati ya kile kitu unachokiuza na mteja wako. Umemuonesha kwamba kile kitu unachokiuza kinamtatulia vipi changamoto zake.
Sasa huyu mteja kumbe hakuwahi kujichambua kujua okay, mteja wangu ni nani na hii bidhaa au huduma niloleta inamtatulia nini. Huyu mteja wangu alikuwa ni mtaalamu wa mambo ya lishe. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kuelewa kwanza, okay, hii kitu unachokileta mtandaoni nani exactly kinaenda kumsaidia? Ni nani ambaye atakifurahia hiki kitu? Kama ni huduma, ni nani ambaye atatatuliwa changamoto zake na hii huduma ambayo naileta? Na actually kuna vitu ambavyo nimefikiria. Kwa mfano kama mtu anataka aanzishe biashara kwenye mitandao ya kijamii, kuna vitu ambavyo anaweza akavifanya. Okay, kuna vitu ambavyo anaweza akavifanya. Sasa hivi vitu nimevigawa katika makundi matatu. Na nataka nipitie kimoja kimoja hapa. Hivi vitu nimevigawa katika makundi matatu. Kuna vitu ambavyo ni lazima uvifanye. Alafu kuna vitu ambavyo lazima uvifanye kwanza, yani kabla hata hujaanza biashara uvifanye kwanza kabla hujaanza biashara. Alafu kuna vitu ambavyo ni lazima uvifanye lakini sio lazima uvifanye wakati unaanza biashara, yani utavifanya huko mbeleni continuously kadri muda unavyoenda. Alafu kuna vitu ambavyo utavifanya wakati kuna muda ndani ya biashara yako, kuna muda siku fulani itafika kwenye biashara yako utavifanya. Okay? Kwa hiyo hivi vitu viko kwenye hayo makundi matatu. Sasa nitapitia kimoja kimoja hapa na I hope nitakuwa nimevielezea kwa urahisi ili viweze kusaidia. Kitu cha kwanza waga tunaangalia lengo la biashara au lengo lako wewe kama mtu anayetaka kuanzisha biashara kwenye mitandao ya kijamii. Kama wewe ni mfanyabiashara tayari, lengo lako na biashara yako ni nini? Je, lengo lako ni kuongeza mauzo? Lengo lako ni kujitangaza? Lengo lako ni kufanya nini? Lengo lile. Sasa hii ni sehemu ambayo waga ni muhimu na ninasema kwamba uifikirie kwanza kabla hujaanzisha biashara, kwa sababu usipokuwa na lengo then hatutojua tunapima nini. Kitokea tunasema okay, ngoja tuone kama biashara hii inaenda vizuri kwenye mtandao, hatutojua tunapima nini, hatutojua tunapima hiyo biashara yako against nini, kwa sababu hakukuwa na malengo kwanza, hakukuwa na tunafanya yani unafanya nini. Hiyo ni muhimu sana. Kwa hiyo kama ni okay, unaweza ukasema nataka nitengeneze labda pesa. Mwingine anaweza kusema okay, nataka tu nijitangaze labda. Kwa mfano mimi biashara ninayoifanya ninafundisha wafanyabiashara kutangaza biashara zao na vijana ambao wana ujuzi kama ni degree au nini, wabadilishe huo ujuzi kuwa biashara. Kwa hiyo hilo ndo lengo langu. Sasa hilo lengo ndo ndo litatusaidia kujua kila hatua ya biashara tunayoifanya kwenye mitandao ya kijamii tunaenda na lengo letu kama mission. Ukienda kwenye kampuni yote kubwa, makampuni mengi ambayo nimewahi kuyatembelea, unakuta kuna mission ya kampuni. Lazima wajue hiyo kampuni inaelekea wapi na inafanya nini ili kufikia kule inapoelekea. Sasa kwa kuwa kila mtu ana mitandao ya kijamii na kila mtu anaweza kutengeneza video, watu waga hawazingatii kabisa lengo la kujenga la kutengeneza au kujitangaza kwenye mitandao ya kijamii. Lengo ni nini? Kwa hiyo waga ni sehemu ya kwanza. Mara nyingi waga nikikutana na mtu afu tunataka tukae chini tujue biashara yake itakuwa vipi, waga tunatumia muda mwingi hapa, kwa sababu unakuta mtu haamini kama tunalazimika kuelewa lengo letu ni nini. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni mteja. Na kama nilivyosema mwanzo kwamba tunahitaji tumuelewe mteja. Naomba nirudie hapa. Tunahitaji tumuelewe mteja kuliko anavyojielewa yeye. Sasa kwa kawaida waga tunataka tuelewe changamoto za huyu mteja ambazo huduma au bidhaa yetu inaweza kutatua. Kwa hiyo tumuelewe kwa kina. Kwa hiyo kama wewe ni mwalimu, unabidi ujiulize mteja wangu anapitia changamoto gani ambayo mimi kama mwalimu naenda kumtatulia. Labda anajiona kama anafeli bila hiyo elimu, anajiona kama hawezi kufanikiwa bila hiyo elimu, ana frustration, anapata stress. Hayo maneno nayo yatumia. Ndo hivyo mteja anavyojisikia. Lakini wewe ukija unatangaza hiyo bidhaa au huduma bila kumuelezea mteja hali yake, huyo mteja hatoelewa kama wewe kweli umekuja kumtatulia changamoto yake. Atajua tu wewe unakuja unauza, yani wewe ni kama watu wengine kwenye mitandao. Kwa hiyo mteja wako inabidi muelewe kwa kina, uelewe changamoto zake, uelewe malengo yake, uelewe vitu anavyoviamini, uelewe vitu ambavyo anaviamini ambavyo sio sahihi. Kwa hiyo mteja waga ni kama sehemu ambapo waga tunatumia muda mwingi sana kujiuliza ni nani ambaye atafaidika na hii huduma au bidhaa yetu. Alafu kitu cha tatu kwenye hii hatua ya kwanza ni unataka kuonekana vipi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hapa simaanishi muonekano as watu wakikuona wakuone vipi. Namaanisha kwa sababu ukiona unajenga biashara kwenye mitandao ya kijamii, unajenga brand. Na kwenye branding, moja kati ya principles za branding ni kwamba lazima tujue identity ni ipi, identity yako ni ipi, ili uweze kutofautisha wewe na watu wengine kwenye mitandao ya kijamii. Kwa sababu mitandao ya kijamii japokuwa ni mizuri sana, lakini
lakini kuna ushindani mkubwa sana. Kuna ushindani mkubwa sana. Kwa sababu na huu ushindani sio kwamba ni ushindani serious. Yaani ushindani unaweza kuwepo. Yaani kwa mfano mimi na wewe tukipewa nafasi ya kwenda kukimbia uwanja, alafu atakayeshinda kwenye huo uwanja anapewa milioni 1 labda. Alafu tukawa wawili. Unaweza kusema naweza kashinda. Niko na huyu jamaa, tuko wawili pekee tunaweza kashinda. Lakini wakiwepo watu 1000 wote wanaenda kushindana, utapata ile utashtuka sana, hivi kweli naweza nikashinda? Kuna watu wengi. Lakini kama hao wote wanaoshindana nao ni watu ambao hawakuwa wana practice, hawakuwa sio wakimbiaji wazuri, unaweza kaona kasema hao jamaa wako slow, labda ni watu kwa umri, labda hawakai kama watu ambao wako active. Unaweza kuwa na nafasi kubwa ya kushinda. Kwa hiyo ushindani unaweza kuwa mkubwa, lakini kama ukijitofautisha na ukajiposition, ukajiweka kwenye engo ambayo itakufanya uweze kushinda ule ushindani, yani unakuwa na advantage kubwa sana. Na kati ya vitu ambavyo tunazingatia kwenye kushinda ushindani au kujitofautisha dhidi ya washindani ni kutengeneza, na natumia maneno makusudi kabisa, kutengeneza muonekano wako. Unataka uonekane vipi kwenye mitandao ya kijamii? Ndio maana makampuni makubwa waga yanachagua rangi, unataka ukiona nyekundu ujue ni kampuni fulani, ukiona green ujue ni kampuni fulani. Baadhi ya vitu vingi ambavyo waga tunavizingatia kwenye kuchagua muonekano wako. Sasa hivi ni vitu ambavyo waga nashauri uvifanye mwanzo kabla hujaanza biashara. Sasa hivi vitu ninavyoenda kuvielezea hapa vinavyofuata ni vitu ambavyo unaweza kuvifanya kwa uendelevu. Yani sio lazima uanze navyo. Yani usivifikirie sana. Lazima uvifanye, lakini vitakuja tu kadri muda unavyoenda. Cha kwanza, lazima ujielimishe. Lazima ujielimishe na hapa sisemi ujielimishe kuhusu vitu ambavyo havihusiani na biashara yako. Naongelea specifically kuhusu biashara yako. Mteja wako umemchunguza vizuri huko mwanzo. Umegundua mteja wako ni mtu aina gani, anahitaji nini, changamoto zake ni zipi. Na ni vitu gani ambavyo mteja wako anafaa kuelimishwa. Kwa sababu moja kati ya vitu ambavyo nimevigundua katika maisha yangu ni kwamba nyakati ambazo nimekuwa shule, watu ambao nimekuwa nikiwaamini nikiwa shule ni walimu wangu. Sababu kubwa kwa nini waga tunawiwa kumwamini mwalimu ni kwa sababu mwalimu anatuelimisha, anatufundisha, anatuwekea vitu kichwani ambavyo havikuwepo kutoka mwanzo. Kwa hiyo wewe inabidi uchukue hiyo liberty kama mfanyabiashara au kama mtu anayekuja kutengeneza biashara kwa mitandao ya kijamii, kujua ni vitu gani ambavyo unaweza kuwaelimisha wateja wako. Kwa hiyo ili uweze kweli kuwaelimisha wateja wako, lazima wewe unajielimisha. Sasa hii ni hatua ambayo inabidi uchukue muda mwingi, unaangalia labda unawasikiliza watu ambao wanaongelea hicho kitu ambacho kama ni biashara. Labda let's say ngoja nitoe mfano wa bidhaa au huduma. So let's say unauza nguo. Kama unauza nguo, inabidi uelewe vitu vingi kuhusu nguo kuliko wateja wako au kuliko washindani wako. Uelewe style za nguo, rangi za nguo, material, uelewe design, vitu fulani. Sasa hiyo ndo naongelea sasa. Hivi ambavyo mteja havijui kabisa, kwa sababu mteja akija kwako, anakuja kununua kutoka kwako, yeye anataka nguo. Anataka nguo labda kwa ajili ya kuvaa, kwa sababu labda kuna joto, anataka kwa ajili ya ambayo haina joto, labda amletee joto, nguo ambayo ni light. Wewe ndo inabidi umuelimishe huyu mteja kwamba hapana, chukua hii kwa sababu hii itakusaidia hivi na hivi. Yaani wewe uwe na uelewa kuhusu hiyo biashara kuliko hata watu wengine, kiasi kwamba mteja akisema sasa mimi nitaenda kununua kwa nani? Kwa sababu huyu anaielewa vizuri hii bidhaa. Nisiponunua kutoka kwake kule kwingine sidhani kama nitapewa kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo wewe kama mtu anataka kuanzisha biashara, inabidi ukishawaza kitu unachotaka kukiuza au kama una biashara unafanya, then lazima wewe unajielimisha kila siku, unaelewa kuhusu jinsi ambavyo mteja wako anatumia hiyo bidhaa, anatumia hiyo huduma, inamsaidia vipi, vitu gani ambavyo unabidi uvifahamu kuhusu hiyo bidhaa au hiyo huduma au hiyo industry. Kwa Kiingereza tunaita niche. Lazima uwe na uelewa wa kina kuhusu hiyo sehemu. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo kama nilivyosema, lazima wewe unaendelea kuvifanya kadri unavyoendelea na biashara yako. Sio lazima uanze navyo mwanzo. Na ukilazimika kwamba uwe mtaalamu kwanza ndio uje kuanza biashara, utajikuta kwamba umechukua muda mwingi sana alafu hamna kitu ambacho umefanya. Kwa hiyo ndio maana nasema jielimishe wakati biashara yako inaendelea. Kwa hiyo hii sehemu uione kabisa, okay, kila siku unakuwa najifunza kitu. Ambako at the same time unajifunza, tunaenda kwenye hatua inayofuata sasa. Wakati unajifunza, inabidi unatengeneza hii kitu tunakiita utengeneze sanaa yako. Okay? So kutengeneza sanaa yako inamaanisha utengeneze content. Sababu kubwa kanina waga naita sanaa ni kwa sababu wakati nimesoma form 2 tumefundishwa fasihi. Na fasihi waga ina sehemu kubwa mbili, fani na maudhui.
Na funny ni muonekano wa nje wa kazi ya fasihi. Alafu maudhui ni ujumbe au ile kitu ambacho anakipata mtu kutokana na fasihi au kama ni. Kwa hiyo kama ni wimbo, ule ujumbe uliomo ndani ya wimbo. Alafu beat pamoja na urefu wa wimbo pamoja na sauti, hivyo vyote ni funny, ni muonekano tu wa nje. Sasa hapa naongelea sanaa kwa sababu wewe unabidi uje kwenye mitandao ya kijamii utengeneze content. Hizo content sasa nataka uzione kama sanaa, kwamba unaweza kutumia uandishi, unaweza kutumia picha, unaweza kutumia video. Hivyo vyote ni funny. Alafu maudhui ni yale maneno ambayo au ujumbe anaoupata mtu huyo mteja wako. Sasa ile content, ile maudhui iliyopo ndani ya content zako yanabidi aongee na mteja, kwa sababu tushamchambua, tushaelewa shida zake ni nini kule mwanzo. Kwa hiyo kila kitu tunachokizungumza tunazungumza na huyu mteja wetu. Ngoja nikupe mfano. Let's say unasaidia watu wenye kikozi, okay? Labda mtu ana kikozi afu unataka umsaidie, unamuuzia dawa. Sasa kwenye content zako unaweza ukaandika kwa uandishi au unaweza kutengeneza video. Sasa kwenye kuzungumza lazima uzungumzie shida za yule mteja ambaye tunasema ana kikozi, let's say. Kwa hiyo wakati unazungumza naye kwamba labda kwamba kama unajisikia uncomfortable kikaa, unajua kabisa muda wote unaweza ukakoa, unabidi utembee na kitambaa. Hiyo hali inaweza isiwe nzuri kwako. Kwa hiyo ili uweze kuwa comfortable, sasa kuna hii dawa. Yani sasa unamuonesha kwamba shida ulionayo, changamoto yako ulionayo, suluhisho niko nalo hapa. Kwa hiyo kadri utakavyokuwa unazungumza na mteja wako kupitia content, utakuwa unaelewa jinsi ya kuzungumza naye na ni vitu gani ambavyo vinamfanya mteja ashawishike na anunue kutoka kwako. Kwa sababu ili jambo sasa huenda nilikuwa naenda kulisahau. Lengo letu kujenga biashara kwenye mtandao ni kujenga mahusiano. Ni kujenga uhusiano wa muda mrefu sana na watu. Na sababu kubwa ni kwa sababu kila kampuni ambayo inatangaza biashara yake inatangaza kwa kumsaidia mteja afanye uamuzi wa kununua kutoka kwao, na wewe ndio unachobidi ufanye. Lakini kwa kuwa kwenye mitandao ya kijamii kuna ushindani mkubwa kama tulivyosema mwanzo, na watu wengi wanauza vitu tofauti, wateja wanakuwa skeptical, wanakuwa na wasiwasi kununua. Hata wewe kama ukienda kwenye mitandao ya kijamii unaona kila mtu anakutangazia bidhaa, wewe anakutangazia nyumba, wewe anakutangazia fridge, wewe anakutangazia kioo, wewe mwingine anakutangazia kitu gani. Ni vigumu sana kusema nani ni mwaminifu hawa kati ya hawa watu. Sasa lengo letu kipindi chote hiki ni kujenga uaminifu. Na hatua ya kwanza obviously ni kuwa mwaminifu. Wewe mwenyewe lazima useme okay, lengo langu ni kujenga uhusiano wa kudumu na hawa wateja wangu. Na kama ni lengo lako hilo, na maana lazima uwe na malengo kweli ya kudumu na hiyo biashara yako. Na pia kabla sijaendelea, maana wakati unajenga biashara yako kwenye mitandao ya kijamii, kama tulivyosema kwamba inabidi umuelewe mteja wako, inabidi ujitahidi sana uwe na wateja wachache, aina chache za wateja. Yani ni bora uwe na aina moja ya mteja ambaye unamhudumia basi, kuliko kuwa na aina nyingi za wateja unaohudumia. Sababu kubwa ni kwa sababu lengo letu si ni kumuelewa mteja vizuri na kwa undani, na kama tunamletea bidhaa au huduma, tumletee huduma ambayo inamtatulia changamoto zake. Sasa ni vigumu kuwa focused na mteja kama tuna wateja wengi. Na tukiwa na wateja wengi, na maana focus yetu itakuwa ni scattered. Tunataka focus yetu iwe kwa mteja mmoja ambaye, na actually biashara nyingi ambazo zimefanikiwa, ambazo nimeanalyze kwenye mitandao pamoja na ulimwenguni kote, ni biashara ambazo zina aina moja ya mteja. Kwa hiyo jitahidi sana uanze ni mteja wangu ni nani, alafu ukiwa committed na huyo mteja anaweza kukuletea aina nyingi za wateja. Na nasema hivi kwa sababu dada yangu ni moja kati ya wateja wangu wakubwa. ni mtaalamu wa lishe. Sasa yeye ni mtaalamu wa lishe na anasaidia wajawazito kupata lishe bora kipindi cha ujauzito. Kwa hiyo vyakula, si wale nini, wafanye wamlishe nini mtoto, wafanye vitu kama hizo. Okay? Sasa kuna watu wengi ambao wanaweza kuwa wanahitaji msaada wake wa kilishe, labda wazee au vijana au watu wa aina tofauti. Unaweza kuwa kila binadamu anahitaji msaada wa kilishe, lakini yeye focus yake ni kwa wajawazito, na hiyo inamsaidia aweze kuwa focus ya wajawazito wote, yani technically. Kwa hiyo my point is, kama unataka kujenga biashara, usitake kila mtu awe mteja wako. Okay? Yani hii point nahisi nitairudia sana, lakini usitake kila mtu awe mteja wako, kwa sababu utaskata efforts. Utashindwa kushindana na washindani wako, kwa sababu washindani wako wakifocus kwa mtu mmoja, wewe hauwezi kushindana nao, kwa sababu wao wanamuelewa vizuri mteja wako. Na wao wanamuelewa vizuri mteja wako. So yeah.
Kwa hiyo content zako lazima ziongee na aina moja ya mteja, na ziwe na lengo lake moja, zimhudumie huyo mteja, zimuelimishe na vitu kama hizo. Na kuna vitu vitatu unaweza kuvifanya kwenye content zako ili uweze kuvutia watu kama ni kwenye mitandao ya kijamii. Kitu cha kwanza unaweza kuwaelimisha, kwa sababu lengo letu ni kujenga, kuwafanya watu waamini, kujenga imani, kujenga trust. Cha kwanza unaweza kuwaelimisha. Kama nilivyosema mwanzo, mtu unayemwelimisha anakuamini kiurahisi kama mwanafunzi anavyomwamini mwalimu. Cha pili, unaweza kuwaburudisha, unaweza kuwa entertain, unaweza kuwafurahisha, unaweza ukawachekesha sometimes. Kila mtu ni mcheshi ndani yake, kila mtu ni mbunifu. Unaweza ukawafurahisha, ukawaburudisha. Cha tatu, unaweza kuwa inspire. Sasa kwenye kuwa inspire ndio hapo unaweza kaonesha jinsi ambavyo hiyo huduma imekusaidia, maisha yako yalivyobadilika na vitu kama hizo. Inawa inspire na waweze kutake action, kufanya maamuzi kama uliyofanya wewe. Yeah. Kwa hiyo hapa tunaongelea upande wa content. Kwa hiyo lazima utengeneze content. Na hii sehemu nahisi nimekaa sana kwa sababu ni muhimu sana. Ukija kwenye mitandao ya kijamii, uhakikishe kila siku na kitu cha kupost ambacho kinaongea na mteja wako. Usipost, unaweza kupost bidhaa, unaweza kupost huduma yako, it doesn't really matter, lakini my focus nataka uione hiyo kitu unachokipost kama sanaa kiwe kinazungumza na mteja wako. Usipost tu picha kisa ni picha ya bidhaa. Mteja wako atajifunza nini kutokana na hicho kitu. Na hiyo ni kati ya vitu ambavyo nilivyovigundua vilibadilisha sio tu biashara yangu, bali biashara hata za marafiki zangu na wateja wangu zimebadilika kwa sababu ya hako kwa kitu kadogo, kwamba badala ya kutangaza kitu unachokitangaza, jenga uhusiano na wateja wako na uwaoneshe jinsi ambavyo unaweza kuwasaidia na ukawatatulia changamoto zao. Haya. Kwa hiyo hilo ni jambo la pili kwenye hii sehemu ya vitu ambavyo unabidi uvifanye kwa uendelevu. Jambo la tatu ni engagement. Sasa engagement ni kwamba inabidi uwe active kwenye mitandao ya kijamii. Watu watakutafuta, watu watakutumia message DM, watu watakutafuta WhatsApp, watu watacomment kwenye video zako, kwenye picha zako. Lazima uwe active kuzungumza nao, kwa sababu huo ndo mwanzo wa kujenga nao mahusiano ya kudumu. Na hii sehemu naomba nisisitize jambo. Kuna makampuni kama 10 niliwahi kuyafuatilia. Nikagundua kwa mwaka unakuta wamepata mauzo waliyopata yametokana na asilimia 80 ya mauzo waliyopata yametokana na wateja wao wa kudumu. Kwa hiyo kwenye maisha yako, kwenye biashara yako, waza kujenga uhusiano na wateja. Alafu ukijenga uhusiano nao na wateja, ina maana utakuwa unawasikiliza, unawasaidia kipindi chote ambacho mnafanya wote biashara. Kwa sababu kama kila mwezi unakusanya mteja mmoja mmoja, ina maana baada ya mwaka utakuwa na wateja 12 ambao unafanya nao kazi kwa uendelevu. Lakini ikiwa kila siku unapata mteja mpya, alafu haujengi naye uhusiano, yani hamna namna ambayo mnaendelea kudumisha uhusiano wenu wa kibiashara, ina maana mwaka ukiisha utakuwa na mteja mmoja ambaye umempata Desemba. Kwa hiyo sasa lazima wewe una engage na watu wako, utengeneze nao uhusiano nao, piga nao story, wakikuuliza maswali wajibu na vitu kama hizo. Hiyo inafanya uwe mtu ambaye unasikilizwa kwenye mitandao. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo unabidi uvifanye kwa uendelevu kwenye mitandao ya kijamii. Yaani sio lazima uvifanye mwanzo, unavifanya kadri unavyoendelea na biashara yako. Na hivi vitu ndio vitakusaidia kujenga trust, kufanya watu wakuamini, kufanya watu wakusikilize, na fursa zitaanza kujileta zenyewe kwa hii hatua. Sasa vitu vinavyofuata ambavyo naenda kuvitaja ni vitu ambavyo vitakutengenezea pesa kwenye mitandao ya kijamii. Vitakusaidia utengeneze pesa kama unafanya biashara au kama unajijenga tu kama content creator, au kama unavutia watu, wewe ni influencer. Hivi vitu vinavyofuata vitakusaidia kutengeneza pesa. Okay? Kama ni biashara, vitakusaidia kuongeza mauzo. Kama ni content creator, vitakusaidia obviously kutengeneza pesa na watu wataanza kukupa fursa. Kitu cha kwanza ni offer yako. Hicho kitu unachokiuza ni kinamsaidia nini mteja wako? Na naomba nielezee kwa kina hapa. Yaani offer yako ina maana kama kitu ninachokiuza ni cha thamani kubwa kwa mteja wangu, lakini ananilipa pesa kidogo sana ukilinganisha na thamani ambayo mteja wangu anachukulia kile kitu, ina maana hiyo kwa mteja hiyo ni offer kubwa. Kwa hiyo unaweza kuwaza hii offer in terms of punguzo, unaweza kuwaza hii offer in terms of package ya vitu. Lakini nimewasaidia vijana wengi kubadilisha ujuzi walionao kwa biashara, na sometimes tunaangalia changamoto za watu and then tunatengeneza package ya ujuzi, tunatengeneza labda kitabu au course, tunawaelimisha hao watu. Sasa hii package mtu akiona thamani yake kwa jinsi ambavyo itamsaidia, alafu na bei ulioweka anaona bei ni ndogo ukilinganisha na thamani ya ile package.
Kwa hiyo kwako wewe ile ni ofa kubwa kwa huyo mtu. Yaani kwa huyo mtu hiyo ni ofa kubwa. Kama ni bidhaa, huyo mtu anaweza kawa amezunguka huko ametafuta bidhaa, amezunguka huko ametafuta bidhaa. Alafu amekuja kwako amekuta hiyo bidhaa ipo, lakini kwako wewe una punguzo fulani au unamsaidia, unamuongezea baadhi ya vitu. Labda kuna rafiki yangu mmoja niliwahi kumpigia simu, nataka laptop. Akaniambia, "I said laptop zipo." Akanitajia bei ya laptop kama laki ngapi. Laptop ilivyofika, imefika, lakini ilikuwa na mouse, ilikuwa na kibegi, ilikuwa na ile stand ya laptop. Sasa kwangu mimi ile ilikuwa ofa kubwa. Yaani kwangu mimi niliona kabisa kwamba huyu mtu kesho na kesho kutwa nikitaka laptop tena, siwezi kwenda kwa mtu mwingine, nitaenda kwa huyu mtu. Sasa ile ofa, ile package ambayo unatengeneza kuiuza kwenye mitandao ndio itasaidia kutofautisha na kila mtu, kwa sababu kuna uwezekano mdogo sana kwamba kuna mtu mwingine atawaza package au atawaza ofa kama unayowaza wewe. Na hii ofa ndio unayotumia kuvutia watu, labda kuwatangazia kwenye content, kufanya nini. Hii ndio itakusaidia kutengeneza kuongeza mauzo. Na kuna namna nyingi za kutengeneza ofa, na waga tunawasaidia wafanyabiashara kutengeneza ofa. Lakini hii ni muhimu sana uwe na ofa yako. Na wafanyabiashara wengi wanafanya biashara kwenye mitandao ya kijamii lakini hawajatengeneza ofa zao, au hawana ofa ambayo inawatofautisha na watu wengine. Kila mtu kama anauza kitu, anakiuza kitu kama watu wengine wanavyouza. Na hiyo inafanya watu wakuone kama mfanyabiashara tu mwingine ambaye anafanya biashara kwenye mitandao ya kijamii. Na sidhani kama hilo ni lengo lako. So hapo nahisi nimesisitiza sana kwenye ofa, na nimesisitiza ili uelewe umuhimu wa hiyo ofa. Kitu kingine au kitu cha pili kwenye hivi vitu ambavyo vitakusaidia kutengeneza pesa ni community, ni jamii ya wateja wako. Sasa mara nyingi wafanyabiashara ambao waga wanahangaika kwenye biashara, especially kwenye mitandao ya kijamii, ni wale ambao kama nilivyosema mwanzo, ni wale ambao wanauza kitu alafu basi amemaliza. Yani uhusiano wako wewe na huyo mfanyabiashara umeishia hapo. Labda amekuzia kitu, hafanyi follow up, hakutafuti tena, hamna namna ambayo mnawasiliana tena, ni imeisha. Sasa ili kukwepa hilo, waga tunatengeneza communities. Na hii ndio sehemu nzuri ya kuwa na WhatsApp na kuwa na magrupu ya WhatsApp ya wateja wako. Lakini lazima kuwe na kitu ambacho wanapata kwenye community kule. Sio bure, yani lazima kuwe na kitu ambacho wanapata. Either unawafundisha, unawapa kitu, unawaelimisha zaidi, unawapa tips, unawapa offer. Lazima kuwe na sababu kwa nini wako kwenye group. Mimi waga na magroup mengi ya WhatsApp, lakini waga nimeyamute kwa sababu hamna mengi ya yale magroup ambayo hamna kitu cha maana ambacho labda kinaendelea au nakipata au nini. Unakuta nimeyamute. Nipo lakini nimeyamute. Kwa hiyo hatutaki wateja wako wawe hivyo. Tunataka wateja wako wawe kwenye haya magroup ya WhatsApp, lakini kuwe na kitu ambacho wanafaidika nacho. Either kila siku kuna kitu unawaelimisha, either kila siku kuna offer ambayo unatangaza kila wiki, au kitu fulani, yani kuwe na kitu inaendelea. Sasa hapa hii ni muhimu sana. Na nieleze kwa nini hii kitu ni muhimu. Kwenye marketing, kwenye kutangaza biashara, waga tunabidi tuelewe kutangaza biashara ina maana gani. Yani ile marketing ni kwamba ni shughuli zote ambazo zinafanyika kuhakikisha mteja anatoka kwenye kutokukufahamu kwenda kwenye kukufahamu, kwenda kwenye kukuamini, kwenda kwenye kushawishika kununua kutoka kwako, kwenda kwenye kuwa mteja, na kwenda kwenye kuwa mteja wa kudumu. Kila vitu ambavyo nimevitaja hapa kwenye hilo kundi, ni kuna shughuli tofauti za kufanya kumfanya mteja akufahamu. Kuna shughuli nyingi za kufanya kumfanya mteja akuamini. Kuna shughuli nyingi za kufanya kumfanya mteja anunue. Hizo shughuli zote. Sasa kwa kuwa hizi shughuli ni nyingi kabla mteja hajanunua, inabidi mteja akinunua umshukuru sana kwamba huyu mteja kanunua, alafu umtunze. Kwa sababu ukimtunza huyu mteja, yeye atakuletea wateja wengine, cha kwanza. Cha pili, atanunua tena. Kwa maana hiyo thamani yako kwa huyo mteja itakuwa kubwa. Okay? Yaani thamani yako kwa huyo mteja, ile tunaita customer lifetime value, ile thamani yako ya huyo mteja kwa kipindi chote ambacho mtafanya biashara itakuwa ni kubwa. Kwa hiyo ukipata huyo mteja, tafuta namna ambayo labda kwamba okay, sasa kuna community yetu ya WhatsApp ambayo inaendelea, ambayo unaweza ukaja and then utakuwa unapata punguzo kwa kitu chochote ambacho utapata, au kama kuna kitu labda kuna mtu anaelimisha anafanya nini, kuwe na kitu ambacho wanapata ili waweze kubaki, waweze kukaa karibu na wewe na mambo kama hayo. Okay? Sasa hii ni muhimu sana. Yes. Sasa kitu cha tatu ni bei. Ni bei na mifumo yako ya malipo. Yaani lazima kuwe na urahisi wa wateja kukulipa. Kama wateja hawawezi kukulipa kwa urahisi, inatengeneza kama ukuta, inatengeneza kama brick wall ya kwamba sasa unajua mteja anaweza akashawishika kila kitu, anaweza akashawishika vizuri tu, akashawishika kabisa toka mwanzo kwamba okay, sasa nataka kununua. Lakini ninavyokuja kwenye malipo inakuwa changamoto. Mteja anachelewa kulipa, anasubiri, anafanya nini?
Sasa hapa ni lazima ufanye namna ya kulipa iwe rahisi. Yani usimfanye mteja awe na friction yoyote kabla hajakulipa, yani iwe rahisi kwake. Kwa hiyo kwenye hii point waga nashauri kila mfanyabiashara awe na njia rahisi za malipo. Kama ni M-Pesa akishaonayo, kama ni Tigo Pesa akishaonayo, kama ni sijui ni nini akishaonayo, kama yani hizi mifumo yote ambayo wanabidi wakulipe hakikisha unayo. Kama yani mteja akija pale asije akasema ningekulipa kwa mbinu fulani ya malipo ila hauna. Hapana, zote tunazo ndugu yangu, ni rahisi kabisa hivyo. Yani iwe simple, kusiwe na friction yote. Na sababu kubwa kwa nini waga naieleza hii ni kwa sababu watu waga wanahisi pesa ni ya thamani. Of course pesa ni ya thamani, lakini pesa sio ya thamani. Yani pesa ni mbinu ambayo tunasaidiana kutransfer thamani. Mimi nikikupa kitu cha thamani na wewe inabidi unipe kitu cha thamani kwa sababu nimekupa kitu cha thamani. Lakini namna pekee ya wewe kunipa kitu cha thamani, inabidi unipe kitu ambacho ninakitaka, ambacho naweza nikakibadilisha kuwa kitu cha thamani ambacho ninakiona ni cha thamani. Na ndio maana waga pesa ipo. Kwa hiyo pesa yenyewe ni namna ambayo ninakupa wewe ili unipe kitu cha thamani. Kwa hiyo mteja asipokulipa anaweza kahisi kwamba ni kwa manufaa yake kwamba hajakulipa, pesa amebaki nayo. Lakini ni kwamba amekosa kitu cha thamani ambacho wewe ndo unakiuza. Kwa hiyo kwa hivi nilivyosema ndio inavyobidi uzungumze na mteja wako. Umuoneshe kabisa kwamba pesa unayo, lakini ujue unakosa kitu cha thamani kwa kutokisa tu na hold on to hiyo pesa yako. Na hizi baadhi ni mbinu za sales za kufanya mauzo, kushawishi watu na mambo kama hayo. Lakini inabidi umfanye mteja aone kabisa kwamba okay, hii kitu kinauzwa kwa bei ambayo yeye anahisi ni bei kubwa, lakini kitu atakachokipata ni cha thamani zaidi, kwa kitambadilisha maisha kwa namna kubwa zaidi kuliko kama akibaki na pesa. Okay? Kwa hiyo inabidi umuelewe vizuri mteja wako kule mwanzo kama tulivyosema, ili kwenye kuzungumza naye uzungumze naye in terms of changamoto zake. Mwambie sasa, basi utaendelea kubaki na hiyo changamoto yako kama utachelewa kulipa na umefikiria mara nyingi sana kuamua kununua au kutokununua, lakini sasa umepata nafasi, bidhaa hii hapa, huduma hii hapa. Kwa hiyo hivi vitu inabidi uzidi kujifunza na kama mjasiriamali au kama kijana ambaye unataka kuanzisha biashara kwenye mitandao ya kijamii, inabidi ujifunze kila siku. Sio tu mara moja kwamba usitoke hapo kahisi kwamba sasa ndio umemaliza. Inabidi ujifunze kila siku, kwa sababu wafanyabiashara na makampuni makubwa waga yanawekeza kwenye kuwaelimisha watu wake, yanawekeza kwenye kuelimisha wateja, lakini pia kwenye kuelimisha wataalamu wao. Sasa hivi vilikuwa ni vitu ambavyo vitakusaidia kutengeneza pesa kama nilivyovitaja. Kwa hiyo kuhakikisha una offer nzuri, kuhakikisha una community ya wateja wako na vitu kama hizo, pamoja na bei. Na waga tunawasaidia sana wafanyabiashara kutengeneza strategy au mbinu nzima ya kutangaza biashara zao ambayo inawapelekea kutengeneza hivi vitu. Lakini kitu cha mwisho ambacho ni muhimu ni teknolojia. Sasa issue ya technology ni muhimu sana kwa kila mtu, kwa sababu teknolojia inabadilisha maisha yetu tutake tustaki. Sasa kwenye teknolojia kuna vitu vingi. Kwa mfano nimezungumzia kwenye mwanzoni nimezungumzia muonekano wako, kujenga brand identity, ile visual identity. Utawaza kuchagua rangi za brand yako, kutengeneza logo, labda kutengeneza nini. Watu wengi wanakimbilia hivyo, wanavifanya hivyo vitu vya kwanza, japokuwa sio muhimu sana kutengeneza logo. Watu wengi wanachelewa sana, sema nataka niwe na logo, lakini anajikuta anapoteza muda mwingi sana kwenye logo badala ya kufocus kwenye kutafuta wateja, kuelewa wateja na vitu kama hizo. Sasa turudi kwenye hiyo issue ya logo. Mtu mwingine anaweza kusema okay, nahitaji nimtafute mtu wa kunitengenezea logo, siwezi kutengeneza logo. Lakini sasa hivi teknolojia inakuruhusu wewe, hata kama haujui chochote kuhusu logo, utengeneze logo. Kwa hiyo unaweza kuingia kwenye website tofauti, Google, same, ukatafuta kuna websites zenyewe zinakusaidia kutengeneza logo bure. Okay? Unaweza kutafuta websites kama Canva, hivyo vitu vyote ambavyo unataka kuvifanya, unaweza kuvifanyia kwenye platforms kama hizo. Kitu kingine ni kwa mfano nimekuelezea kuhusu kutengeneza sanaa yako, kutengeneza content. Lazima ujue jinsi ya kutumia simu yako kurekodi video nzuri, kupiga picha. Hivi ni vitu ambavyo unaweza kujifunza. Yani sio kwamba bana sijui kukifanya. Kitu kama hujui kukifanya unajifunza. Usiseme kwamba hujui kukifanya. Yani Mungu kama amekupa akili, zawadi kubwa ambayo Mungu amekupatia ni akili. Unaweza kujifunza kitu. Kwa kuwa unaweza kujifunza kitu, basi jifunze kuhusu unawezaje kutengeneza video, kupiga picha za bidhaa, huduma yako, kuongea kwenye kamera na mambo kama hayo. Na kwenye kuedit video, unaweza kuedit video kiurahisi. Na kuna tools za bure kwenye mitandao ya kijamii za kuedit. Kwenye simu kuedit video. Unaedit hakikisha video yako ni fupi, isiwe ndefu, umeenda straight to the point,
umezungumza na mteja wako, safi. Sasa lazima uendelee kujifunza na lazima utumie hii mitandao ya kijamii kwa manufaa yako, kwa sababu teknolojia ni nzuri lakini pia ina ubaya wake. Yaani teknolojia ni nzuri sana lakini pia ni mbaya, kwa sababu kuna watu wengi ambao wanatumia masaa 5, 6, 9, 10 TikTok, Facebook, Instagram. Mtu anatumia masaa yote hayo Instagram. Na kwa kuwa anatumia muda wote huo Instagram, anahisi kwamba teknolojia hapo yeye ndo anaitumia. Hapana, hapo teknolojia yenyewe ndo inakutumia wewe, kwa sababu inakula attention yako. Inakufanya uendelee kuona vitu, inakuonesha vitu ambavyo hata vinaweza visiwe na msaada kwako. Kwa hiyo badala ya teknolojia kukutumia, wewe ndo inabidi uitumie, inabidi ujifunze. Inabidi ujifunze kila siku. Yaani ukiona umekuwa stuck kwenye biashara, haujui cha kufanya, jifunze. Kwa hiyo huu ndo mfumo mzima ambao utautumia kujenga biashara yako. Okay? Jua lengo la biashara yako, au lengo lako wewe na biashara yako. Alafu elewa wateja wako watakuwa akina nani. Alafu jiulize kwenye mitandao ya kijamii utaonekana vipi, utaonekana kama nani, utaonekana namna gani. And then endelea kujielimisha. Anza kujielimisha. Kwa sababu utakuwa na vitu ambavyo unaweza kuzungumza na wateja wako. Hakuna mtu atakayekuja kununua kama unauza magari, let's say. Hakuna mtu atakayekuja kununua gari kutoka kwako. Haujui gari linaenda kwa speed kiasi gani, gari lilitengenezwa mwaka gani. Haujui hivyo vitu, lazima ujielimishe. Lakini pia lazima uwe active kwenye mitandao ya kijamii. Lazima utengeneze sanaa yako, utengeneze content, uwe available na uwe na kitu ambacho ni cha thamani, offer yako ya kuweza kuwauzia hawa watu. Na ukishapata mteja, unahakikisha huyu mteja anakuwa mteja wa kudumu. Kwa hiyo hakikisha unaweza kumtunza mteja wako. Kwa hiyo huo ndo mfumo mzima ambao utakusaidia kuelewa vizuri mitandao ya kijamii na kujenga biashara. Asante sana. Kama unataka kuanzisha biashara kwenye mitandao ya kijamii lakini haujui pa kuanzia, cha kwanza jifunze. Cha pili, chukua simu yako, anza kushare story yako kwenye mitandao. Yaani waelezee watu unachotaka kufanya na jinsi unavyopanga kukifanya, na kila kitu unachojifunza share na watu. Yaani kwamba leo nimejifunza hiki, share tu. Yaani hata ukifanya hicho kitu peke yake, hata kama hauna lengo kabisa la kutengeneza pesa kwenye mitandao ya kijamii, ndani ya muda mfupi utajikuta umeanza kupata fursa mwenyewe. Mimi nipo Instagram, mara nyingi nashinda sana Instagram. Jina langu ni Elius Kamuhangire MacBenvix. Kwa hiyo natumia @MacBenvix, MCBENVICS. Lakini nafundisha sana YouTube, nina video nyingi zipo YouTube za kufundisha. Kama mtu anapenda sana kushinda YouTube, unaweza kaangalia channel yangu pia, hivyo Elius Kamuhangire MacBenvix. Asante sana. Okay, sasa Kiki hipo kwenye kundi la vitu ambavyo kwenye attention. Yaani kama unataka watu wafahamu kitu unachokifanya, lazima uvutie watu wakusikilize. Lakini watu wanatumia Kiki, yaani wanatengeneza Kiki kwa expense yao wenyewe, expense ya heshima yao, expense. Lakini sasa huko ni bado umeenda. Lakini sasa point yangu ni kwamba kama unataka utumie Kiki, ina maana unabidi usacrifice baadhi ya vitu ambavyo sometimes ni vya thamani kwako. Sasa hiyo sio nzuri sana. Lengo letu na biashara ni tuwe consistent. Yaani kwamba kama tumepata Kiki, tumejulikana, basi tujulikane kwa namna ambayo tunatamani tujulikane. Tunatamani sio unafanya alafu then unakuja kujutia kile kitu.